Ndugu mtangazaji, kwanza nami nikushukuruni kwamba kwa kunitembelea hapa ofisini kwangu na kutaka kujua tathmini ya ziara ambayo iliyofanywa na makamu mwenyekiti wa chama chetu na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kama mtakumbuka kwamba tuliingia kwenye uchaguzi na tukafanya kampeni. Katika kampeni tulikutana na makundi mbalimbali, makundi ya kijamii, makundi ya kisiasa na makundi ya wakulima, wavuvi. Kwa hivyo tulikutana na makundi mbalimbali na watu mbalimbali. Sasa ndani ya siku 46 wakati tunafanya kampeni tulifanya ile mikutano mikubwa ya hadhara, lakini tulifanya pia mikutano midogo midogo ya kukutana na wadau mbalimbali. Kwa maana ziara hii ilikuwa tumeipanga muda mrefu tu. Tulipanga immediately baada ya uchaguzi kumalizika tufanye, lakini kama mnajua iliyotokea upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano, kwa maana Tanzania bara, tukasema kwanza tusubiri mpaka hali ya nchi itulie vizuri. Sasa baada ya kutulia, Waswahili wanasema muungwana akitendewa jambo jema basi anatakiwa alipe fadhila, na just fadhila kushukuru. Alituelekeza hapa ofisi kuu kwamba sasa iko tayari kufanya ziara ya kushukuru, na akasema kwamba anataka kuanza na halmashauri za wilaya na mikoa pamoja na kamati tekelezaji za jumuiya za ngazi hizo pamoja na wazee wa kwenye mabaraza ya mikoa hiyo na wilaya hizo. Kwa maana ziara lengo lake kubwa lilikuwa ni kuwashukuru Wazanzibari na viongozi wa CCM kwa kumchagua wao wenyewe, lakini kwa kusaidia yani kumwombea kura ama kukipigia debe Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ziara ile ilikuja lengo la kuwashukuru wana CCM na viongozi mbalimbali kwa kila mmoja kwa mchango wake katika kuhakikisha chama chetu kinashinda, na alhamdulillah tumeshinda kwa zaidi ya 74.8 nadhani, na takribia 75. Kwa hiyo ushindi mkubwa kwa siasa za Zanzibar, na uchaguzi ambao uliendeshwa vizuri kabisa. Kila mwenye haki ya kupiga kura alipiga kura na kila mtu alipata matokeo ya kura zake, na basi sisi tukafanikiwa kushinda, tukatangazwa na tukaendelea kuongoza nchi hii. Kwa maana hiyo ziara ile ilikuwa na tathmini ya kushukuru, lakini ndani ya ziara ile kulikuwa kuna maelekezo ambayo makamu mwenyekiti aliyazungumza. Alizungumzia suala la umoja ndani ya chama, makundi ndani ya chama kuwa na uwezo wa kiuchumi, lakini pia mafunzo kwa makada wa CCM. Kwa maana hiyo, lakini pia alizungumzia suala la maendeleo ya mazungumzo ya uundaji GNU. Kwa maana hiyo, yale maelekezo ambayo kama chama tumeyapokea, ambayo tutahakikisha kwamba tunasimamia mafunzo, lakini tunasimamia kuvunja makundi, kwamba na sana mheshimiwa aliwaasa sana wabunge na wawakilishi. Kwa maana tunaorodha wingi mizozo inayotokea hapo kwenye majimbo mara nyingi inakuwa inasababishwa na viongozi wetu wa majimbo, kwa maana mbunge na mwakilishi kila mtu anakuwa na kundi lake, na mheshimiwa makamu mwenyekiti alikwenda mbali zaidi. Alisema kama wewe umeshachaguliwa ushakuwa mbunge sio kama mwakilishi, tena unabagua huyu wangu mimi huyu sio, hapana. Kwa maana hiyo alituwasaidia. Lakini la pili, alitusisitiza kwamba kamati zetu za maadili tusimsubiri mtu mpaka wakati wa kugombea ndio tuseme fulana ana kasoro gani. Hapana, ni vyema kama kuna ishara za maadili basi watu washughulikiwe mapema, ukizingatia pia tunaelekea kwenye 27 uchaguzi ndani ya chama, na tunatarajia uchaguzi huu ndani ya chama utakuwa ni uchaguzi moto kabisa, kwa sababu ukweli usiofichika kwamba ikifika 30 tutakuwa na viongozi wa chama ama viongozi watakao kusimamia chama kwenye uchaguzi mkuu wote wanaondoka. Tutakuwa na nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano iko wazi, tutakuwa na nafasi ya rais wa Zanzibar. Automatically wenye hamu ya kutaka hizo nafasi wataanza kupanga safu kwenye uchaguzi wa chama. Watataka wahakikishe mwenyekiti wa mkoa anakuwa wake, wajumbe wa NEC wanatoka na mkoa anakuwa wake, lakini hata wale wajumbe wanaotoka chini kuanzia matawi, wadi, wanakwenda kuwa wajumbe wa mkutano mkuu wa mkoa, ambao wao mkutano mkuu wa mkoa ndio utaenda kuwapigia wao wajumbe wa NEC, pia wanatengeneza ili kuweka watu wao ili iwe rahisi katika
vikao vitakaoza kuwapitisha wao mpaka halmashauri kuu na kamati kuu na mkutano mkuu. Kwa hiyo pia nituasa kwamba makundi yanaruhusika kwenye chama, lakini haya makundi yasiende kupigia chama. Makundi yanaruhusika kifika wakati wa uchaguzi, lakini tukimaliza uchaguzi basi hao wote wanakuwa ni watumishi wa chama sasa, ama viongozi wa chama, sio watumishi wa mbeto. Hawa wanakuwa ni wajumbe waliochaguliwa hizo wa mkutano mkuu wa wilaya, mkutano mkuu wa mkoa, au mjumbe wa halmashauri ya taifa, ama mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa. Hawa wanakuwa ni wajumbe wa CCM, sio wajumbe wa mtu. Kwa maana wale hasa viongozi hawa ni nia hiyo kuacha, na bahati nzuri lisemwalo lipo tayari. Kuna ishara ya watu kuhangaika, watu kugawa iftari, kugawa sikukuu wenye malengo hayo na wapambe wao. Kwa maana wametuasa kwamba kwanza, wakati bado huwezi kujua Mungu anafanya nini hapa. Cha msingi tuimarishe chama, tukijenge chama, tuimarishe taasisi za chama, tuimarishe uchumi wa chama chetu, na kuhakikisha zile resource zinanufaisha watendaji wetu wa chama. Hilo ndio katika swala la ziara, kushukuru, lakini pia tumepata maelekezo. Lakini pia katika ziara zake kama sema juzi pia alikutana na wazee. Sasa katika kumalizia swala la wazee, alikutana jana na wazee wa ofisi kuu hapa Kisandui kama baraza la kitaifa hapa Zanzibar, na wamezungumza naye, amewashukuru, na yeye akahatania, akaambia akifika nadhani Novemba au Disemba kama hivi, na yeye atakuwa anatimiza miaka 60, na yeye atakuwa mzee. Kwa maana hiyo ziara ilikuwa nzuri, imefana sana, amezungumza na wazee. Basi lengo lilikuwa ni ziara ni hilo, kuwakumbusha wajibu wetu viongozi, lakini wajibu wa ukipigania chama chetu na kuvunja makundi kwenye chama chetu. Makundi ndicho kinachotumaliza chama chetu, na kuhakikisha ulipaji wa ada. Wanachama lazima tulipe ada ili chama chetu kiimarike, kiweze kujiendesha. Zanzibar tuko tayari kwa AFCON. Tuko tayari kwa AFCON kwa sababu kwamba ripoti ambazo ziko mezani kwangu hapa kama katibu mwenezi kwamba maandalizi mazuri yanaendelea, kwa maana ya uwanja unajengwa, lakini pia nikupeni habari njema kwamba tushaanza kujenga barabara, na nyinyi mtaiona barabara ya njia 6. Tutakuwa na barabara ya njia 6 kuelekea kule kwenye mji wa AFCON. Kule kutakuwa si kiwanja tu, kutakuwa na mji wa AFCON. Facility zote zitakuwepo kule Fumba. Kwa hiyo tunaanza barabara kutoka hapa ZRA Mazizini, itakuwa ni barabara ya njia 6, 3 kwenda 3 kurudi, na tutakuwa na njia maalum ya kupita magari yale makubwa na njia maalum ya kupita gari za mabasi hizi tunaita public transport. Kwa maana hiyo tujiandae vizuri kwamba sisi serikali ya awamu ya 8 ya Dr. Mwinyi ya Chama cha Mapinduzi tunaendelea na maandalizi kwa kasi kabisa, na mimi niwatoe shaka ndugu waandishi kwamba kabla ya uzinduzi tutapata nafasi kutembea kidogo kwenye eneo la AFCON, kuanzia miundombinu inayoelekea huko, mtapata kujionea na mtapata kuripoti. Lakini kwambeni kazi inaenda vizuri, na mkitoka hapa piteni pale Mazizini, mtaona maandalizi ya barabara yanaendelea vizuri kabisa. Kwa maana hiyo sisi kwenye AFCON tumejiandaa vizuri na serikali inatimiza. Lakini sio hilo tu, nilipata kufanya ziara pale airport pia, ili terminal 2 nyingine iko asilimia sasa hivi 90 kukamilika. Of course unamaliza finishing, lakini kwa taarifa hii tumeanza kujenga terminal 4. Tumeanza kujenga terminal 4 airport. Kwa maana hiyo kiwanja cha ndege pekee kitakuwa Tanzania kinaweza kuhudumia watu zaidi ya 1.5 milioni kwa siku pale hapa Zanzibar, ambao tutakuwa na terminal 4 kubwa za kisasa. Tumeile terminal 3 sasa inatumika, na hii tu imekamilika, na hiyo ambayo imejengwa tunatarajia nayo itakamilika kabla ya AFCON kuanza. Kwa maana hiyo maandalizi yako vizuri pia, na nikupeni habari njema kwamba hata yani uingiaji wa wageni, kwa maana viwanja vyetu vya ndege na bandari tumeziimarisha vizuri kwa kupokea wageni. Unajua kuna mechi zitakuwa zinachezwa baina Unguja na Dar es Salaam, inakuwa ni rahisi mtu anachukua boti anakuja kwa anarudi. Kwa maana pia tumezungumza na wamiliki wa vyombo, lakini tunatarajia pia serikali itakuwa boti zake zile za kasi 2 zitakuwa zimeshafika. Kwa maana tumejipanga pia katika usafiri wa angani, majini, lakini pia kwa habari njema kwa nyingine kwamba
hata zile tunaita domestic flight, kwa sababu kuna mechi zitakuwa zinachezwa Arusha na Zanzibar. Kwa maana usafiri wa ndege tayari ndege zimeongezeka, na tuko mbioni pia kuanzisha shirika la ndege la Zanzibar. Sasa tunahakikisha AFCON tutakuwa tuna kabla usafiri, kwa maana kuingia na kutoka. Lakini sio hilo tu, hata katika makazi. Unajua wageni ukija huko wanakuja, watu watahitaji kula, watahitaji kulala. Pia sasa hivi tunayo hapa taarifa kwamba ukiacha serikali nyumba inazozijenga nyingi zitakuwa zimekamilika, nyingine kwa ajili ya kurent. Lakini pia wananchi, na hii nichukue fursa hii kwa Watanzania, ni fursa sasa kuja kufungua mikahawa, na kama kuna mtu ana nyumba zake, apartment zake aziweke vizuri. Nasikana wakaja watu kutoka Nigeria wapi, wakatoka labda Kenya, wakatoka Morocco wapi, wakakuja nyumba yako mzima kwa siku ile, na wewe ukapata angalau kipato. Kwa maana hiyo pia nichukue fursa hii kwamba niwaambie Watanzania wachangamkie fursa. Zanzibar kutakuwa na fursa nyingi kwa maana ya usafiri. Watu watatumia usafiri kwa sana, watatumia malaji, lakini na entertainment nyingine. Kwa maana sisi tuko vizuri, tumejiandaa na AFCON kwa maana miundombinu, lakini pia kihuduma. Kwa kweli utekelezaji wa ilani tunaridhika kwa asilimia kubwa, kwa sababu mpaka sasa hivi ambao tuna kama miezi tunaweza kusema miezi kama 6 hivi tangu serikali mpya ingie, tayari kuna miradi zaidi ya 110 ambayo miradi mikubwa inaendelea, na mingi yao iko kwa asilimia 80, kwa asilimia 90, mengine imekamilika kabisa. Kwa maana hakuna mradi wowote ambapo utakaopindukia mpaka kufika 30 ukakamilika. Lakini pia hata ile multipurpose yetu, bandari kubwa ile ya aina yake ambayo itakuwa ni deeping kwa Afrika Mashariki, itakuwa inaweza kuchukua cargo za mbalimbali ya Mangapwani, itakuwa imekamilika kwa asilimia kubwa kabisa ikifika 2030. Kwa maana sisi sema tuna mashaka tunapofanya tathmini. Unajua idara ya uenezi inafanya tathmini ya utekelezaji wa ilani, na ndio maana mara kwa mara mkiwapata vijana wangu idara ya uenezi wanakwenda kutembelea miradi ili kuwaonesha wananchi mradi wa, tukisema bandari ya Sumba imefikia asilimia fulani, tukisema soko kubwa la samaki limefika. Kwa maana hiyo miradi yote inakwenda vizuri. Of course tunajua tunasuasua kidogo na changamoto tulikuwa nayo. Sasa tunajenga, kuna usumbufu huko barabarani, na hapo sasa tunajenga njia. Lakini niseme tu kwamba wavumilie. Nimewahi kusema, bahati nzuri nimewahi kuzungumza na waziri wa mawasiliano, waziri wa ujenzi na uchukuzi, kwamba wahakikishe wanakuwa na access ili wananchi pia wapate. Lakini nikuhakikishieni tukifika 30 Zanzibar itakuwa aina yake. Mimi nadhani bwana, nimzungumzie rafiki yangu Omo, sometimes na kwa sijisikii hata kumzungumza, kwa sababu anazungumza vitu ambavyo vya kitoto. Labda ndugu mwandishi, nikwambie kwamba uchaguzi uko kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano na katiba ya Zanzibar. Mwaka 1992 nchi yetu ilifanya maamuzi kwenda kwenye uchaguzi kwenye mfumo wa vyama vingi. Na ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 1977, ukisoma katiba ya Zanzibar mwaka 1984, zimeeleza wazi kwamba mamlaka ya kuongoza nchi yatatokana na wananchi kwa njia ya kidemokrasia, kwa maana ya uchaguzi. Sasa mimi sidhani kama tangu 95 hakuna mwaka hata mmoja sisi tusifanye uchaguzi. Kile ikifika baada ya miaka 5 wananchi wanapata fursa kuchagua uongozi wa nchi hii kwa njia ya kidemokrasia kabisa, na sote tunashiriki. Na bahati nzuri kwamba tuna vyama 19. Kwa mfano uchaguzi huu nilimsikia pia alisema kwamba serikali hizi si halali, hazina uhalali za kuongoza. Sasa mimi nashangaa uhalali unatokana wapi, wakati tumefanya uchaguzi, vyama vyote vilishiriki kwenye kampeni ikiwemo chama chake. Kwa mfano chama chake kwa upande wa Tanzania Bara walikosa ama walisahau kuangalia sheria ya msajili wa vyama, ili mwanachama aliyepaswa kugombea kwa nafasi ile, wameandika hivyo kwenye katiba yao, anatakiwa awe mwanachama kwa muda fulani. Sasa kakosa sifa mwenyewe. Sasa kosa liko wapi? Sasa kosa la nani?
kakosa kusimama kule, lakini chama hicho hicho kimeshiriki, wamesimamisha wabunge. Tunduma kule nadhani Ali Said si mbunge. Sasa huyo mtizama mtu ambaye anazungumza kitu ambacho uchaguzi huo ndio uliofanya yeye kuwa na wabunge. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kwamba uchaguzi ulifanyika, vyama vyote 18 vilishiriki. Mfano ndugu zetu wa Chadema, wao wenyewe ndio walisema no reform no election, walijizuia wao wenyewe kutokushiriki uchaguzi. Utasema vipi uchaguzi haukuwa na uhalali? Watu walienda kwenye kampeni, watu walipiga kura, yakahesabiwa matokeo, yakatangazwa, mshindi katangazwa. Hatujapata Tanzania kujiweka kiongozi bila uchaguzi. Sisi tunakwenda kwenye chaguzi, na chaguzi zote tangu 95 tunashiriki na wao wakiwa tumeshinda. Hilo la kwanza. Lakini kwa upande wa Zanzibar, nilimsikia pia Osman Masudi anasema kwamba yeye uchaguzi huu ni kwa uchafuzi, kwa maana hata hakujua kura zake. Mimi waandishi nilipata bahati kwenda kwenye vituo, kila katika majimbo 50 yote ya Zanzibar, kila chama kiliweka wakala. Kweli walikuwa na mawakala, na yeye mwenyewe Osman Masudi alienda kupiga kura pale Mpendae, na video zipo, na akahojiwa akasema, sitaki kumsomea maneno aliyosema, alisifu maandalizi mazuri, uchaguzi mpaka sasa hivi unakwenda vizuri. Sasa namshangaa baadaye anakuja kusema yeye hata hajajua kapata kura ngapi. Lakini labda hapa ni wafafanuliwa Tanzania kwamba kura za wabunge na wawakilishi. Alafu kuna kitu kasema uongo, kasema kwamba mwanasheria wao ndugu yangu Omar Shabani alipeleka malalamiko. Omar Shabani alichokilalamikia level yake ya wilaya, ubunge na wawakilishi, lakini kwa mwenyekiti wa tume ambaye alikuwa anashughulikia matokeo ya urais hakuna, na atuoneshe dispatches ya barua yao, kwa sababu ukipeleka barua si kuna mtu anasaini ya malalamiko hayo, hakuna. Lakini kuna kitu, waandishi wa habari, kura za urais zote zinajumuishwa kwenye kituo hichi. Kuna kitu pale tunaita tallying center, tume ya uchaguzi. Hapo kila vyama kuna mawakala watu wa kusimamia kura za urais. Sisi tulikuwa tuna watu walikuwa kina Kitwana na wengine sofahamu, na wao alikuja mtu wao, jamaa yangu, rafiki yangu Isa Mtimbatu, alikwenda pale saa 6 usiku, kenda na barua, akawasilisha barua, akaondoka. Wakamwambia aondoke, mnanifahamu waandishi, akapigiwa simu aondoke, na wakati zoezi linakwenda wao wenyewe wakaondosha mawakala wao kwenye vituo. Kwa maana hiyo ukienda pale Tallying Center, tume ya uchaguzi, kulikuwa na wote, na bahati nzuri katizameni ile sheria ya maadili ya uchaguzi, tulisaini vyama vyote. Kama mtaona pahala kwamba mgombea atapelekewa matokeo kwake, sasa sio Osman Masudi alitaka matokeo yake apelekewe kwake ama apelekewe kwenye ofisi zake za chama. Kwa maana kila chama tulikuwa na mawakala wetu wa kusimamia kura za uchaguzi kwenye ile Tallying Center ilikuwa tume ya uchaguzi, kwa sababu kura za rais hazihesabiwi hazijumlishwi kwenye kituo tu. Kile kituo husika zinahesabiwa pale, mawakala wanazirekodi, lakini zote zinakusanywa zinapelekwa tume ya uchaguzi, kwa maana kituo kikuu cha kujumlisha matokeo, ambapo pale ACT alikuwepo Isa mtu wao, baadaye wakamuondoa, alikwenda usiku pale akaondoka. Yupo Isa, muulizeni, tunamwita Isa Mtumbatu. Kwa maana Osman Masudi asitafute kitu ambacho anasema uongo. Kwa maana hiyo Bwana Sulemani, CCM iko kihalali, tumepata legitimacy, mpaka nitumia neno legitimacy, tuna uhalali wa Watanzania. Mara sisi tushiriki kampeni mbele siku 46, tukasimama kwenye misururu CCM na vyama vyote 18. Sasa kama nyinyi mlifanya uzembe, mgombea wenu rais amkuangalia katiba yenu yenyewe, msajili alichofanya kurifaa tu katiba yenu, huyu kakosa sifa za kuwa mgombea urais. Sawa,
lakini wewe huku ulikuwa mgombea urais na ukapata facility nyingine. Alafu sasa chengine nikwambieni, nataka nimhifadhi tu Othman Masoud, labda nikukumbusheni nyie, mpaka leo nakwambia Othman Masoud yeye yule anaitwa makamu wa kwanza mstaafu, si ndio? Lakini anatumia facility kama makamu wa kwanza. Alitakiwa yule apunguziwe kabisa ulinzi, ana gari yake moja basi na skoti ya mlinzi mmoja. Bado huruma ya Rais Mwinyi, anamlipia ndege, anampa posho, na sio makamu wa kwanza yule. Kumbukeni alipokuwa Maalim Seif alipokuwa si makamu wa kwanza, alikuwa anatumia vile. Tuseme ukweli, mara unasema nguruwe haramu mchinjo wake halali, mpaka leo anaomba, na alipaswa yule sasa vote vile apunguziwe kwa mujibu wa sheria. Yeye ni matumizi mabaya ya fedha za serikali, kwa sababu si makamu wa kwanza yule, na bado ana ulinzi full kama makamu wa kwanza. Just ile tunaita uvumilivu tu wa kisiasa na huruma ya Rais Mwinyi. Mnakumbuka je, kumbukeni rekodi ya Maalim Seif alipokuwa kishaondoka kwenye makamu wa kwanza, alikuwa na ulinzi kama ule, alikuwa na facility kama vile. Lakini leo mpaka leo anaomba na anapewa ndege, anakodiwa, walinzi hajapunguziwa, ana skoti zaidi ya gari 6. Ndio sheria inasema hivyo. Sheria iko wazi. Yeye kama anataka haki arejeshe basi zile facility, kwa sababu yeye si makamu wa kwanza. Watu wanamvumilia, lakini anacho Othman Masoud awaambie wenzie alipokubaliana huko sehemu alipokubali mwenyewe, na akishindwa tutaja kumwambia. Kwa maana hiyo, Bwana Sulemani mmemsikia Ome, nachotoka nikwambie kwamba hakuna palipoandikwa hata pale pamoja kwamba mgombea atapelekewa kwake matokeo. Wagombea wote, vyama vyote tuliambiwa na tukasaini yale sheria za maadili kwamba kila chama kitawasilisha mtu wake kwenye calling center pale kwenye majumuisho. Kwa maana hiyo, yeye mwenyewe alimleta Isa saa 6 usiku, alikwenda 6:30, akapeleka barua. Sio Omar Said Shabani kama wanavyosema, mtafuteni kwa tume kama Jikazi kapokea barua yote kutoka kwa mwanasheria wao. Uongo mtupu, anadanganya. Isa alipeleka barua hiyo malalamiko huko sababu, lakini wao wenyewe wakamwambia aondoke. Sasa kama mnamwambia mtu aondoke, nani atakusimamia kura zake? Atakusimamia majumuisho yake? Kwa sababu hizi kura zote zinajulikana sasa zilipigwa wapi kwenye vituo, na kila kituo walikuwa na wakala wao. Zilikusanywa tu kwa zile kura za marais, zikapelekwa pale tume, kwa sababu ndio ilikuwa tallying center, na baadaye kila chama pale kikapewa matokeo na kura walizopata wagombea wao. Na sisi ndio tukafanikiwa wa 74.8, wakapata kama 23.6 kama hivyo. Sawa. Kwa maana hiyo nataka kusema kwamba serikali zote mbili ziko kwa uhalali, zimechaguliwa na Watanzania kwa njia ya kura, na watu walipiga kura na kura zilihesabiwa na kila mtu alipewa matokeo yake. Na yeye mwenyewe Othman Masoud, mtu wake alikuja tume, hakukaa, akaondoka, na ndio sheria ile tuliyosaini ya maadili ipo inasema. Sasa sijui alimtarajia nani ampeleke matokeo yake. Matokeo alikuwa nayo, na cha kushangaza basi wao wanasema wana ushahidi, sio walifungua kesi. Sasa unafungua kesi wewe huna ushahidi? Sasa ni kuchanganyikiwa. Kwa maana nataka watu wasiwasi wa Tanzania kwamba uchaguzi na maana Othman Masoud hana hoja ya kusema yeye asijui kura zake. Aulize watu wake waliochagua, maana walioleta, na tulishiriki vikao vyote, na mimi nilikuwa kwenye vikao vya mazungumzo, matayarisho kuelekea kwenye uchaguzi, kabla ya uandikishaji, wakati wa uandikishaji na baada ya kupiga kura. Mimi nilikuwa nashiriki, na vyote tulikuwa tunafanya vikao, tunashiriki, na sote tulikuwa tunajua, na tulikuwa tunajua kuna kitu pale tallying center, ambapo sote mawakala wa kura za rais walikuwepo pale Maisara, tume ya uchaguzi, na kila chama kwa mujibu wa matokeo yaliyotoka kwenye maeneo ya kupiga kura walipewa taarifa zao za kura. Kwa maana swala hilo ni kujibu Bwana Sulemani kama hivyo. Kakosa yeye, hana la kusema, na swala la umoja wa serikali, umoja wa kitaifa liko kwa mujibu wa katiba. Kunajua
mabadiliko ya 10 ndio ilifanya tuwe na serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hiyo sisi tunapong'ang'ania CCM kwa sababu ni takwa la kikatiba, na rais wetu aliapa kulinda katiba na sheria za nchi. Kwa maana hiyo wao wakija naingia tena, nilisema wakati wa ziara, sisi tutaendelea kuheshimu katiba. Siku atakaamua kuja ataenda kuwapa, atakuwa makamu wa kwanza. Hakuja, serikali itaendelea kuhudumia watu, na nafasi nyingine za mawaziri rais anao rumu hiyo, anaweza kujaza wengine na serikali ikatumikia watu. Kwa nini wanachokikosa mpaka anasema mazungumzo haya anaona kiza kitupu na haoni vile? Sasa sijui tumpime mwana anaona kiza kipi. Unajua huwezi kutaka Selemani, wewe mgeni umekuja kwenye nyumba yangu, nimekukaribisha, nimekupa chumba hichi hapa cha mgeni utakaa. Sasa unataka tena funguo za store za kwenye chakula, unataka funguo za vyombo vya watoto, vyote uvijue. Mabadiliko ya 10 haikukupa hayo. Imekwambia hivi, chama kitachopata zaidi ya 10% kikiwa cha pili kitatoa makamu wa kwanza na atakuwa mshauri namba 1, mshauri wa rais, si mtendaji, mshauri wa rais. Sawa? Na tukasema mgawanyo wa nafasi za mawaziri zitatokana na viti vya uwakilishi mtakapopata, na sisi tumekuwa waungwana kwenye hilo. Mtakumbuka ni 2010 sisi tulipata uwiano sawa, tukana mawaziri nusu kwa nusu. Tena Dr. Sheni alikwenda mbali, ukisoma sheria haisemi kuwa na manaibu waziri, akapa pia manaibu waziri, kama mtakumbuka kina Zahara wale wala haikuwemo hiyo. Sasa haya yote tumeshayafanya. Mara hii bwana, Wazanzibari wamechagua amani, wamechagua na maendeleo, wamempenda Rais Mwinyi, wamemuona kazi anayofanya, wamemtumikia, na hicho alichokipata ndio riziki yake. Hakufinywa mtu hapa kwenye uchaguzi, hakuuawa mtu, kila mtu alipiga kura akarudi salama kabisa. Hakuna mtu ambaye alikosa haki yake. Uchaguzi ulikuwa transparent, na ndio maana hata taarifa ya international observers hakuna alitoa kura kwa uchaguzi wa Zanzibar. Walisema kila mtu alipiga kura kwa mujibu wa taratibu. Hilo ndio jibu lako bwana mwandishi bwana. Bahati nzuri ya sheria imesema ndani ya siku 90 watatakiwa chama kilichopata zaidi ya 10% au chama cha pili kishaingia kwenye serikali. Lakini ikumbuke kwamba ile sheria baada ya kusema vile haikusema nini kitafuata. Kwa hiyo kwa nafasi ya makamu wa rais, makamu wa kwanza rais iko silence. Haikusema baadaye kutatokea nini. Lakini kwenye nafasi za mawaziri rais anaweza kujaza zile nafasi alizoweka pembe, anaweza kujaza ili atumikie kesi, kajaza zile nafasi, si ndio? Alafu makamu wa kwanza kenda kuwapa. Sasa inakuwaje? Nakishajaza basi rais atawatoa watu wale, atawapokea wengine, atawajaza hao watakao mletea. Lengo serikali ifanye kazi kwa hudumia wananchi, kwa sababu serikali ni chombo kinachowatumikia wananchi, si chombo cha kisiasa. Kwa sababu ukikiweka kwa chombo kile cha kisiasa, uwe na share mgawane, sio uwe na mkuu wa wilaya mgawane, mkuu wa mkoa itetezee, hicho chama kimegoma sasa, kinasema tunatoka kwenye serikali, na huku je ambao hao wanatakiwa wahudumia watu. Na ndio maana ika separate utendaji wa rais, mamlaka yake ya uteuzi kwa utendaji wa serikali kwa mbali na hizi nafasi za kisiasa. Maana yake ni nini? Isije ikatokezea ikaathiri utendaji kazi wa serikali. Kwa hiyo leo kusema labda haya maana ndo waaminiki, tumetoka inabidi na share tena katoka, mkuu wa wilaya katoka, mkuu wa mkoa katoka, katibu mkuu katoka, mkurugenzi jengo la ucheti. Na ndio maana mamlaka hayo yamewekwa kwa rais. Ndio maana hakuna negotiation. Nikwambia nipe mkuu wa wilaya, si nipe na mimi nipe mkuu wa mkoa, si nipe yani mamlaka rais, na rais anaweza kumteua mtu yoyote kwa mujibu wa sheria iliyokuwepo kwa hizo nafasi. Wala haulizwi, si kwa sababu ya kisiasa. Yote tu ile anaweza kumteua. Kwa hiyo niseme kwamba ndugu mwandishi, kwamba baada ya siku 90 zimepita itabaki kwa nafasi ile wazi tu ya makamu wa kwanza, lakini swala nyingine zinaweza kuendelea, na ndio maana serikali inaendelea. Bahati nzuri mmemsikia mwenyewe makamu mwenyekiti na rais wa Zanzibar kwamba wana uwezo wa kuendesha serikali, na serikali itaendelea na itatimiza ahadi zake zote kwa wananchi.